Leo tuko hapa kwa ajili ya kufanya uzinduzi wa short film yetu inaitwa Ikande. Ni filamu inayomwongelea mwanamke na kumpa nguvu mwanamke hasa katika jamii yetu na nafasi yake ilivyokuwa kubwa katika jamii yetu. Yes. Hii ni kazi ya ngapi wewe kuiachia tofauti na hii Ikande? Of course naweza nikasema ndo kazi ya kwanza kwa kuanza mimi mwenyewe, kwa sababu mara nyingi nafanya kazi ambazo labda nafanya kazi na watu, niko jua kali as assistant director, lakini hii ni kama kazi yangu ya kwanza kujiproduce na kuidirect na kuiachia hivi. Yes. Kwa nini tumechagua wakati huu ambao tunaanza na Ikande tuwaguse wanawake? Na tulitegemea, unajua, ukiwa behind Lamata kwamba huyu siku akipata nafasi ya kutoa vitu vyake itakuwa ni balaa zaidi ya jua kali. So mimi nafikiria vitu vinaenda kwa muda, lakini pia niliplan kufanya vitu ambavyo vitamgusia kila mtu. Na nimeanza na hili kwa sababu ya kusupport harakati za Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan daktari, kwa sababu amekuwa na support sana wanawake, lakini pia ni kuonyesha mwanamke alivyokuwa na thamani kwenye jamii yetu. Kwa hiyo ni maisha yanayomwongelea mwanamke anapaswa kuwa strong kwa namna yoyote ile, hapaswi kuwa chini, hapaswi kukandamizwa. So nikaamua ni support wanawake kwa kiwango hicho na niwatumie nafasi hii kuwawasilishia na kufikisha ujumbe kwa wao wanaweza na wao ni watu muhimu sana kwenye maisha yetu. Yeah. Mimi nikupongeze bana, umeweza kumaintain game kwa muda mrefu sana. Mimi ni shuhuda hilo, nimeweza kukushuhudia tangu ukiwa mdogo mpaka sasa hivi uko level yongera sana. Changamoto ni ipi mzee wangu? Unajua kutoka kuwa mtoto mpaka wakati huu kwa nafasi kubwa ilikuwaje? Changamoto mtu anaweza akachukulia rahisi, lakini kiukweli vitu sio rahisi hata kidogo. Kumaintain au kupambana kwenye industry sio kazi rahisi, kwa sababu tuna wasanii wengi, kuna directors wengi, so ikipatikana hata nafasi ya watu ku-appreciate kile unachokifanya, basi jua ni kazi kubwa inafanyika. Na pia kutokea nilipotoka najifunza kupitia mabrother, kupitia sisters. So kwangu ni hatua kubwa na naishukuru kwa hapa nilipofika, angalau yani kuona nilipotoka kule sio poa mpaka hapa pana unafuu sana. Yes. Yeah. Tunatakiwa tukuite mkongwe. Bado. Sema tupilikie kwa bado wadogo, tunakuwa na kiza kitoto. Sasa angalau ndo tushakuwa sasa. Kutokea sasa acha tupambane na ukongo, ndo kama unataka uanza kesi ndo tunaanza game sasa. Nilikuwa napiga story na Othman Jaidi, yeye pia anaeleza kama mtoto. Akaniambia anatimiza miaka 15. Anahesabu alitoka alikotokea kule. Wewe unahesabu sasa hivi toka miaka mingapi? Sasa unajua mimi nimeanza kuigiza nikiwa mdogo kweli, nasoma. Ndogo ni 2005. Kwa mpaka leo yani almost miaka. Mimi nimekuwa kwenye game karibia miaka 20 kwenye game. Kwa hiyo nimekuwa kama na miaka kidogo tu yani hapo. So ni muda mrefu, na kwa sababu nimekuwa nikiwa nakuwa kwenye game. So naweza kuona miaka michache lakini miaka mingi sana. So nafika miaka 20 kwenye game kutokana na ile style ya kukua huku upo kwenye game. Yes. Kwa nini uliamini kuwa director? Wakati mwanzo tuliamini huyu sasa atakuwa anaigiza muda wote tunamwona mbele ya kamera. Director ulikuvutia nini hasa? Mimi naamini pengine ilikuwa ni kama kalma tu, kwa sababu hata tukiwa tunafanya miaka ile Kaole najikuta labda naweza nikatoa idea, kiongozi samani, kwa nini asingekuwa hivi au kwa nini sio hivi, yani na vitu vidogo vya ziada kumwambia kiongozi, yani kiongozi wangu ambaye anaongoza au hivi. Kwa hiyo naamini ni kama kalma. Hata baadaye nilianza kuwa rasmi kujifunza, nikaenda kusoma kwenye hizo workshop za Zanzibar, Uganda, Kenya. So nikajikuta nimebase sana kwenye screenwriting, uandishi, directors. Kwa kitu ambacho nimejifunza sana na nikaamini huko kwenye naweza kufanya zaidi. Japo pia nafanya uigizaji, nafanya uandishi, lakini nikasema nitakomana hivi vitu vitatu kwenye package moja, kwa sababu naweza kuvimudu vyote. Okay. Yes. Mimi nikupongeza sana bana, nisikuchoshe. Tutegemee nini baada ya Ikande? Mwaka unajua ndo mwanzo na ni mwezi wa 3 hapa 2025. Kuna mawe, yani kuna mawe ya hatari. Yani kuna mawe ya hatari, mawe ya kitaifa yanakuja, kwa sababu plani ya Ikande nimeshuti ndani ya masaa 6 hii short film unayoiona. So ilikuwa na changamoto nyingi kwa sababu ilikuwa bado ndo nataka nishuti, mambo mengi, ratiba ngumu, lakini nataka nijiandae, nijipange kwa next project, na bahati nzuri nimeshaziandika project zinazofuata. So niko vizuri kiasi cha kwamba ni swala la kutenga muda tu, lakini next yajao yanafurahisha. Wewe ni muumini wa kusupport talent mpya ama huko ndani nitakutana na sura zile zile? Mimi naamini sana kwenye kuweza. Sitaangalia sana upya au ugeni, lakini napenda kutoa nafasi kwa watu wapya angalau tuwaone. Unajua tukishatumia watu wale sana, vipaji vipya tunavidumaza ama hatuvioni. So kwangu niliamua kutumia watu ambao wapo kwenye game, ila sio kwa kiwango hicho, lakini pia na watu wapya mtawaona. Na haina watu wengi sana. Na hata next project nitafanya kwa watu wapya na watu wa zamani. So nitaweka ile combination fulani nzuri.